Yohana 11. Leo ni market tunayapata. Niliwaambia wapendwa, tumesheheni unabii. Kwa hiyo tuombe tu uzima. Ndio maana hii tunayongangana tuwahi muda. Na huu ndio ujumbe wa sasa. Huu ndio ujumbe wa sasa. Unaona, tunangangana muda ni kwa sababu tunabana muda, lakini tuna mambo ambayo wapendwa tunapaswa muda utoshi. Sio kama hautoshi. Umeona? Haya, unaona hapa ninakimbia wapendwa, hapa ninakimbia. Sina hiyo ya kusherehesha sana, lakini kwa neema ya Mungu nadhani mambo yanakwenda vizuri. Yohana 11 mstari wa 47, mtumishi anzia hapo. Tasoma. Baraa iliyotokea hapo, Yesu mjumbe wa pili anaingia kwenye hekalu na sinagogi. Basi wakuu wa makuhani, ndio leo wachungaji wa leo. Wakakusanya baraza. Wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Mtu huyu anafanya ishara nyingi. Walikuwa wanazungumza juu ya nani? Ya Yesu. Tutafanya nini? Hawa ni watu wa hili kanisa wako hapa. Tutafanya nini juu ya mtu huyu? Soma. Tukimwacha hivi huyu, watu wote watamwamini. Watu wote watafanyaje? Watamwamini. Kaeni makini na hawa reforma. Tena huko wana kauli ya kusema ukiwepa tu hata dakika moja umeisha, umekwenda. Sasa unajiuliza ni wachawi. Hata na mimi niliambiwa hivyo. Hapa tu dakika moja kwa siku. Ana ndio mzee wangu hapo. Umeona? Kwa hiyo ndio kauli ambazo ukiwapa tu hata dakika moja umekwenda. Sasa kazi ya kufanya unajua nini? Hata usiwasikilize. Hata salamu. Ndio leo tunakutana na watu. Bwana sifiwe. Sasa ninawahi kidogo hapo. Hawataki kuachia kwa sababu viongozi wa dini ndio wanatoa tahadhari. Kwa nini? Ndio hiyo kauli anasema wazee wa makuhani na mafarisayo, walimu wa dini wako hapa. Wanapomwona Yesu ni kweli amekuja na ujumbe wa matengenezo, kutangaza anguko la Babeli, wanasema tutafanyaje juu ya mtu huyu maana anafanya ishara? Na kweli hao watu wana ujumbe wa kweli, wanasoma vitabu vya nini? Ya roho ya unabii. Ni kweli wanachosema, wanachambua unabii. Tutawafanyaje? Tupe habari. Naendelea kusema, tukimwacha hivi, watu wote watamwamini. Watu wote wataamini hapa Bagamoyo. Na Warumi watakuja. Sikiliza sasa. Na Warumi watakuja. Roman Empire. Watakuja. Watatuondolea mahali petu na taifa letu. Na taifa letu. Sasa automatic. Manake walikuwa wamejikabidhi kwa nani? Walikuwa wamejikabidhi kwa nani? Warumi. Kwa hiyo ndio maana hata wakati anahubiri ile Luka 13:32 na 33, toka hapa wewe, maana Herode anatafuta, ndio hii hali, kwa sababu wameungana, wameshikamana mkono na nani? Warumi. Na Pambano Kuu kurasa wa 320 na 19 inasema ilikuwa ni kwa sababu ya kujitenga na Bwana kilichosababisha kanisa la Wayahudi likageuka likawa kahaba, likajiunga na mwanamke wa Ufunuo sura ya 17. Umepata ni ukurasa ule 319. Ile ya juu kushoto kule kuna neno, kuna mstari unamalizikia kituo inasema Babeli inashtakiwa na laumiwa pia. Kuangalia hapa. Kurasa 320. Soma msomaji. Babeli pia inalaumiwa kwa dhambi ya kufanya muungano potofu na wafalme wa dunia. Babeli pia inalaumiwa kwa kufanya muungano potofu na wafalme wa nini? Maana amefanya kazi ya ukahaba. Kila mfalme wa dunia anasema njoo hapa, chukua kikombe changu. Kama msomaji, ilikuwa ni kwa sababu ya kujitenga na Bwana. Sikiliza, ilikuwa ni kwa sababu ya kujitenga na Bwana na kuungana na wapagani. Hicho kilichofanya kanisa la Wayahudi kahaba. Ishi hapo.
ndicho kilichofanya kanisa la Wayahudi likawa nani? Sasa si unaona ni kwa sababu gani? Hilo andiko tunalosoma walikuwa wameungana na nani? Na Rumi. Na Rumi ndiyo yenye sifa ya kuwa Babeli. Ilikuwa ni kwa sababu ya kujitenga na Bwana kilichosababisha kanisa la Wayahudi likawa nani? Na Yeremia katika sura ya 2 anasema, inua macho yako kavitazame vilele vya mlima. Wapi? Mahali ambapo hawakulala nawe, kando ya njia umeketi kuwangojea, si ndivyo? Nchi umeitia unajisi kwa ukahaba, nao ulikuwa na kipaji cha uso wa nini? Wa kahaba. Manyunyu yamezuiliwa kwako. Kwa hiyo Israeli hapakuwa na mvua ya vuli. Bwana asifiwe. Mvua ya vuli ni kitu gani? Roho Mtakatifu. Unabii unapotaja mvua, Bwana asifiwe. Unaposikia mvua ni Roho Mtakatifu. Sasa mvua imezuiliwa katika Israeli. Manake katika kanisa la Wayahudi hawakuwa na Roho wa Mungu na Bwana wamemfukuza. Kristo hayupo na Roho wa Mungu hakuna, maana mvua imezuiliwa, si ndivyo? Sio wamebaki wakavu. Wamebaki wakavu, si ndivyo? Hakuna chochote, ndicho hicho. Sasa katika andiko hilo ulimaliza basi ishia tu hapo. Nasema kwa muda wetu. Anasema tutamtendaje huyu? Warumi watakuja wataondoa mahali petu na nini na taifa. Sijamaliza mpaka ishia 40. Baadaye wanatoa 49. Baadaye wanatoa unabii anasema siafe. Hebu soma. Kwani malizia 49 ile. Anasema mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote. Unajua nyie hamjui, mnashauriana juu ya haka kama mtu kadogo tu kamekuja kanababaisha watu, kanakusanya watu eti mafundisho ufalme wa Mungu. Nyie hamjui, si ndivyo? Askofu huyo Ted Wilson sijui wale wanaitwa Kora. Nyie hamjui, hebu njoni hapa conference njoni. Nyie hamjui haka kakundi. Hamjui. Soma tupe habari. Sema. Wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Ndio. Wala lisiangamie taifa zima. Sasa huyu anatoa ushauri, si afe huyu mmoja, lakini sio taifa Rumi. Kwa maana tumeungana na Rumi. Sasa tutakapomruhusu huyu na watu wote wanamtii na anapingana na hii serikali, tutafanyaje? Si afe. Hiyo dawa yake. Wanamwangamiza kwa ngapi? Wamefanyaje? Ndio anaingia kwenye kitu kinaitwa appoint. Anachagua mitume ndio wanaendeleza kazi. Anasema sasa haya huku unajua hao walienda ndio, na hapo usiku malaika watatu unakuja kugonga wapi? Katika siku ya Pentecost ndipo kilichojulikana. Hapa kinakuja kujulikana kwamba kunakuwa na makundi mawili, maana hapa siku ya Pentecost ndipo ilipojulikana. Maana kuna watu waliosema hawa wamelewa, lakini wengine wao wakasema wala hawajalewa, maana bado ni nini? Ni asubuhi. Kwa hiyo tayari makundi mawili ya waabudu yalitokea. Tunajua wa roho ya unabii. Tufunulie kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ile paragrafu uliyoisoma uende hiyo ya chini. Au wewe ngoja utafute kingine. Nisomee wewe kwa haraka. 162. Haraka. Ukurasa wa 162. Ni ukurasa ya pale chini, paragrafu ya mwisho hiyo, kwenda ukurasa wa 3. Nitasoma. Sikilizeni wapendwa, agenda iliyotokea hapo. Ametoa ujumbe, vipofu apate kuona, wakamfukuza. Sasa matokeo yanakuja kuonekana huku kuna kuwa na makundi mawili ya waabudu. Soma msomaji. Kama vile ambavyo nuru na maisha ya watu vilikataliwa na mamlaka za kidini. Mamlaka za kidini hapa zilivyokataa maisha na nuru ya hawa watu hapa. Namo wakati wa siku za Kristo. Ndio. Ndivyo ambavyo vitu hivyo vimekuwa vikikataliwa katika kila kizazi. Wapendwa, Bwana asifiwe. Haya, tuangalie. Ndivyo vitu hivyo ambavyo vimekuwa vikikataliwa kila kizazi kinachofuata baada ya pale. Maana kutoka hapa kizazi hiki au platformu hii tutarajia kuna vitu hivyo vitatendeka. Na kizazi hiki au platformu hii tutegemea kuna vitu hivyo
Maana Pambano Kuu sura ya 19 inasema kazi ya Mungu duniani huonyesha kufanana kutoka kizazi hata kizazi, na Mungu kushughulikia watu wake katika ukombozi inafanana. Jinsi ambavyo alishughulikia watu huku ndivyo atashughulikia hapa na ndivyo atashughulikia. Habari msomaji. Endelea kusema. Historia ya Kristo. Wapendwa, historia ya Kristo kama mjumbe wa pili. Kuondoka kutoka Yudea. Kuondoka kutoka kwa Wayahudi na katika mfumo huu imekuwa ikirudiwa tena na tena. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Najua hata kila neno lazima lizingatiwe. Historia ya Kristo kutoka kwa Wayahudi imekuwa ikirudiwa tena na tena. Sasa tunaona zimebaki ngapi huko? Si mbili? Hii ni historia iliyotokea, lakini itarudiwa tena na tena. Bwana asifiwe. Historia gani? Maana yake kuna historia ngapi? Historia ya Kristo kutoka Yudea, kujitenga, utengano wa lazima. Bwana asifiwe. Itarudiwa tena na tena. Bwana asifiwe. Tupe habari msomaji. Anasema, wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu, hawa akianza Yohana Mbatizaji akija Yesu ndiye mkuu wa matengenezo na mitume, walipohubiri neno la Mungu hawakuwa na wazo la kujitenga kutoka katika kanisa lililokuwepo. Yesu hakuwa na wazo la kujitenga na kanisa lililokuwepo. Kila mmoja alikuwa na wazo, asema kama mfumo hata kabadilike, si ndivyo? Kila mmoja anakuwa na hilo wazo. Hata wewe ulitamani hiyo mkwizu huyo abadilike, si ndivyo? Hataki, si ndivyo? Wakina Marekani wanasema unafikiri nitahubiri ujumbe wa malaika, ujumbe wa Ufunuo 13? Hatuhubiri, si ndivyo? Hebu tupe wimbo ulio bora, si ndivyo? Haya. Sasa ndio hiyo, wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu hawakuwa na wazo la kujitenga na kanisa lililokuwepo. Soma msomaji. Naendelea kusema. Lakini viongozi wa dini Sanhedrin, leo General Conference, viongozi wa dini wasingeivumilia nuru ile. Waliokuwa nayo, ndio maana walikuwa wanatafuta msaada kwa Haruni, anasema toka hapa wewe, maana Herode anatafuta kukuua. Tupe habari. Na wale walioibeba walilazimika kutafuta kundi jingine. Wale walioibeba ile nuru walilazimika kutafuta kundi jingine. Ndio hii Yesu anatoka anasema mmenifukuza, angalieni nyumba yenu imeachiwa hali ya nini? Akatafuta kikundi ambacho kilikuwa hakistahili, anasema ni watu wa chini kabisa ambao neno la Mungu lingekabidhiwa kwao wasambaze kwa ulimwengu. Tupe habari. Kundi jingine la watu waliokuwa wanauhitaji ukweli. Katika siku zetu hizi, wapendwa, watu wachache miongoni mwa wale wanaodaiwa kuwafuata wana matengenezo. Watu wachache wale wanaodaiwa kuwafuata wana matengenezo wanahimizwa na roho ile. Bwana sifiwe. Amen. Kuvumilia mateso, kujitoa kwa ajili ya kusimamia ukweli na hata kujitenga itakapo lazima. Endelea. Soma. Wachache huisikia sauti ya Mungu. Na wako tayari kukubali ukweli. Ukiwasilishwa katika muonekano wowote ule. Mara nyingi wale wanaofuata nyayo za wana matengenezo wanalazimika kugeukia mbali na kuyaacha makanisa wanayoyapenda. Ili kuweza kutangaza mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Na mara nyingi wale wanaoifuata nuru nao wanalazimika kuliacha kanisa la mababa zao. Kwa sababu ile waweze kutii. Bwana ni mwema. Kwa hiyo hii ndiyo historia na harakati inayoendelea kutokea. Sasa wapendwa, tutakapoielewa vizuri historia hii, utakapofika pale Pentecost ndipo utaona. Naam, karibu. Mbona niongezea hapo? Maana sasa tunakwenda kuhama hii platform. Hapa itakuwa ni rahisi na huko itakuwa ni rahisi. Endelea. Katika Pambano Kuu hili sura ya 2. Ndio. Ukurasa 36 hapo. Soma msomaji. Nitasoma. Kwenye ile aya ya 3 hapo. Ndio. Ninasema. Ndio.